Kwa heshima kubwa naomba nitumie fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake kubwa na za dhati katika kuendeleza sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo. Katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6, mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta hizi yametokana na uongozi wake mahiri wenye weledi, umakini na upeo mkubwa unaoendelea kulishamirisha taifa letu ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia uongozi wake madhubuti tumeona mabadiliko makubwa katika sekta ya habari, ambapo vyombo vya habari vimeendelea kupata mazingira ya wezeshi ya kufanya kazi kwa uhuru na uwazi, huku vikizingatia weledi na maadili ya taaluma ya habari. Aidha, katika kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Shirika la Utangazaji Tanzania TBC limepata mafanikio makubwa ya kujivunia katika nyanja za habari, utangazaji, mifumo, rasilimali watu, upanuzi na usikivu, ujenzi wa makao makuu ya TBC jijini Dodoma, uanzishaji wa chaneli za kimkakati, uboreshaji wa maslahi ya watumishi na upelekaji wa habari za nchi kimataifa, hivyo kutimiza lengo kuu la kutangaza nchi kimataifa pamoja na kukuza lugha adhimu na aushi ya Kiswahili sanifu na fasaha, utalii na utamaduni wa Mtanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimshukuru na nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa namna alivyo mstari wa mbele kwa kuwa kichocheo cha ukuaji wa sekta ya michezo. Mheshimiwa Rais amekuwa akihamasisha timu zetu za taifa na vilabu vyetu kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa kwa kuwazawadia kila goli lililofungwa katika mashindano ya kimataifa. Ni wazi kuwa mchango wa Mheshimiwa Rais ndio chachu ya mafanikio na timu zetu za taifa na vilabu vyetu katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, ambapo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30 jumla ya timu 6 za taifa zimeweza kufuzu katika mashindano makubwa, ambapo Tanzania kama mwenyeji imefuzu katika kombe la mataifa ya Afrika AFCON 27 na CHAN 24. Timu ya taifa ya wanawake imefuzu katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika la wanawake yani CAF yani WAFCON yatakayofanyika nchini Morocco. Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ilifuzu kucheza fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana AFCON under 17. Timu ya vijana wa umri ya chini ya miaka 20 imefuzu kwa mashindano ya AFCON 2025. Timu ya mpira wa miguu imefanikiwa kufuzu katika mashindano ya AFCON 2024 na timu ya taifa ya wanawake ya futsal imefanikiwa kufuzu katika fainali za AFCON yani Women Futsal Cup of Nations 2025 pamoja na kukata tiketi ya kushiriki kombe la dunia 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuipongeza klabu ya Simba kwa mafanikio makubwa walioyapata kwa kufanikiwa kufika. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuipongeza klabu ya Simba kwa mafanikio makubwa walioyapata kwa kufanikiwa katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mafanikio haya si tu yanatoa heshima kwa klabu hiyo, bali yanaitangaza nchi yetu katika ramani ya soka la kimataifa. Kupitia mafanikio haya, Simba imeweza kushika nafasi ya 4 kati ya vilabu bora barani Afrika, jambo ambalo ni fahari kwa nchi yetu. Pia nitoe pongezi kwa mwanariadha mashuhuri na shupavu Alphonse Felix Simbu, ambaye hivi karibuni alipeperusha vema bendera ya Tanzania kimataifa kwa kushika nafasi ya 2 katika mashindano ya mbio za Boston Marekani zilizofanyika nchini Marekani tarehe 21 Aprili 2025.